Moja kwa moja tuelekee kaunti namba 32 ambapo watu 9 wamefariki usiku wa kuamkia leo huku zaidi ya 30 wakijeruhiwa katika eneo la Karai huko Naivasha baada ya basi la kampuni ya Green Line na matatu ya Nanyuki Cabs kugongana. Abiria wa basi wamedokeza kuwa dereva wa basi hilo alilemewa na usingizi uliomfanya kupoteza mwelekeo na kusababisha ajali hiyo. Inadaiwa gari alilogonga lilikuwa likitoka katika kituo cha mafuta cha Eagle na liliingia barabarani ghafla, taswira ya kujirudia kwa mkasa wa marehemu mbunge wa zamani Cyrus Jirongo. Ajali hiyo ya saa 5:30 usiku ilipelekea vifo vya watu 7 hapo hapo na watoto wengine 2 wakafariki wakati wakitibiwa hospitalini. Wakati tumefika Nakuru, driver alianza kuzidiwa na usingizi tuseme na uchovu. Kwa sababu wakati amefika Luahaha, wakati ametoka Nairobi amefika Luahaha kama amegeuka anarudi Nairobi tena. Na hakuwa na msaidizi, so amekuwa mwenyewe. Na hiyo gari imekuwa inakuja mwendo wa kasi sana. So wakati amefika Nakuru, hizi mataa za gari zingine zikaanza kumlemea. So anafika mahali ana slow. So nikafika mahali nikaita conductor nikamwambia you need to talk with your driver kwa sababu it is like ako dizzy. Hebu mkeep company kama tunaweza endelea. He was overtaking and came head on collision with a matatu which was going on the opposite direction. We have been able, unfortunately, we have been able to have fatalities which are yet to be confirmed and a number of injuries.